Bwana sasa hivi tutegemee matokeo chanya kutoka kwa Violet, yani kwa sababu Violet kuna kipindi aliambiwaga kuhusu manyanya. Umeona? Ila Jordan akakutilia mkazo kama kumtafuta ama vipi yani. Ila sasa hivi kaja mwingine kaja kumwambia kuhusu mikazo. Tumtafute, akiteseka sana. Umeona? Ila Violet mara kwanza alikuwa ashaanza kumkalikia. Mbona nimekwambia kuhusu taarifa za manyanya? Sikwambia. Sasa nini ni shida? Afema wewe usikaze, mimi moyo wako mimi najua at least. Kwanza kupata mambo yale kuhusu taarifa ya manyanya. Moyo kabisa niliona kabisa moyo wako unasema nini, bado nampenda. Acha kufanya, tumtafute kwa sababu anateseka. Umeona? Ukiangalia ni kweli. Violet bado nampenda manyanya. Umeona? Sasa tutegemea matokeo chanya kutoka kwa Violet. So Violet ndio atakuwa na mikazo kutafuta manyanya kwa sababu mara ya kwanza alikuwa kaambia taarifa zake lakini alipotezea tu. Tajua mwenyewe. Siwezi jua kwa naishi na nani tena. Umeona? Ila sasa hivi nilipokuja tena Jordan ya kumpa serious la jambo. Manyanya sasa anateseka. Sasa Violet ataanza kumtafuta rasmi manyanya. Umeona? Kidona kishaanza kupona, kishaanza kukauka, mtu uja na kijiti ukichuna utaanza kurudisha ubichi kwa sababu alishaanza kumsahau manyanya. Majira yashaanza kufutika kwenye moyo wake. Ila sasa hivi Jordan kaja kukumbusha. Kaja kumpa mawazo kwa sababu alikwisha kumsawira. Sasa hivi anaanza kumkumbuka, pia anaanza kumtafuta udi na uvumba. Umeona? Anaanza kumtafuta udi na uvumba. Manyanya uko wapi? Hapo ndo mtiti. Uvitana kunoga kwa kweli. Basi mimi nilijua huyo mzee kawatuma wale watu aje kwenye ile tendo lao wanaofanya kwenye gari, wapige picha, rekodi. Kumbe anaonesha kama wale watu akawatuma yeye. Ila hakuna ushahidi kamili kama hajatuma yeye, ila sasa hivi anaonekana kama hajatuma yeye. Sababu wao anamwambia, je, namba zake mtu unazo? Yule mdada akasema yes nazo. Kasema naomba namba zake. Asante naye, mradi kama hata kuna pesa ampe pesa. Mfano wa rushwa tuseme, afuta zile video. Hawezi jua pia, alitaka kumbe namba zake kumbe ajue nani ana zile video, ampe rushwa, ila zile video zote azihamishe kwenye simu yake. Kwa huyo mzee, ndio kwa yule jamaa afute. Hawezi jua lengo lake. Kuna machaguo mawili. Ataweza kuwapigia aambie futeni za video na je, nataka shilingi ngapi mfute za video na hizo picha. Hapo ataweza kuambia hizo picha nitumie WhatsApp kwenye namba hii pia futeni. Atakutana nao atatafuta. Umeona? Kwa sababu umeona kwa machaguo kama hayo mawili. Mike anampenda sana. Anaonyesha ana asilimia kubwa ya kumpenda. Anampenda mno. Ila sasa mdada anajutia kwa sababu alimchiti kwa ule mzee. Anajutia kwa sababu amchiti kwa ule mzee. Ni majuto ni mjukuu kwa sababu mume wake anampenda na anamkea kila kitu. Ila sasa mwanamke alikutamanda. Mimi naona ametamaa za fedha. Ndio nimempelekea hadi kamchiti mume wake. Ila tamaa za fedha za nini? Maana yeye mwenyewe tu mara yake. Mwana mtu anayejiheshimu hawezi mtu akupe hela zake bila sababu msingi unapokea. Ana lengo gani na yeye akupe? Ndugu zake mbona anaenda kuwasaidia? Umeona? Basi ujue kama sauti mela lake anataka mapenzi, ila vyote vile anakuwa kama vishawishi tu, anakushawishi kutumia fedha. Ila kama mwanamke alikuwa anapokea hela fresh, ila baadaye anaanza kujuta.
Pia itoshi kawa mlaini penzi kampa mzee. Mbona kampa mzee penzi na pia kwenye gari. Ya bahati mbaya watu pia wameona, tumepiga picha na rekodi video. Mbona ishu kwa ngumu. Maka namuonyesha vitu vingi, mahaba mengi, karudi mapema kazini, kafanya usafi, kafagia, kampikia, kamjengea juisi. Yaani wote upendo namuonyesha mke kwa sababu anampenda. Hana kitu kingine cha kumfanyia zaidi ya kumuonyesha upendo kama huo. Namuonyesha rafu. Ila sasa mke wake ndo kaanza kumchiti. Ona mume wake jiulize, mume wake anafanya kazi kwa ofisini, anaona tu nini? Wanawake wangapi anabishana huko ofisini? Wanawake wengi pia ni wazuri kuliko mke wake. Umeona? Ila sasa mwanaume anavumilia. Kwa mimi nimeoa, nataka kumchiti mke wake. Ila kumbe mke wake naye kumbe huko anamchiti nafsi. Baadaye sasa shatokea maradhi hapa. Anamkuta shashapata maradhi kutoka kwa mzee. Anaulita ndani. Baadaye anamwambukiza mume wake. Baadaye sasa akaenda kupima. Kujulikana ukimwi umpatikana kwa nani? Ila kwa mwanaume katulia chiti basi atajua ukimwi kanambukiza mke wangu. Mbona kaupata wapi? Mwisho wake unakuwa mbaya vitu kama hivyo. Sasa mwanaume anaanza anampenda. Kila kitu anamfanyia kwa sababu aoneshe upendo wake wa dhati kutoka kwa mke wake. Sasa kwa nini tamaa ndogo umefanya umchiti mume wako? Wala tamaa ndogo inafanya umchiti mume wako. Ishu kwa ngumu sana. Tafuta picha mume wako siku akijua. Au pita zake anasikia au watu wanazungumzia wewe. Kumbuka kuna kasiri ya watu siri ni watu wengi sasa washajua hiyo siri yako. Unajiuliza watu walirekodi wana marafiki zao. Umeona? Sijiweni na nishabarabada na wajua tabia zao. Jiweni na mambo waoneshana. Wanirushie mwanangu nirushie, umeona? Kila mtu anaanza kurushana zile video na trend kwenye magrupu na wanarusha. Umeona? Maswali mume wako taarifa zinamfikia na kwa. Wazazi wako walimu wanaamini kabisa mwana wetu tumemwozesha kwa nani? Kwa mwanaume fulani. Mwanaume ule atamlinda mwanawetu. Atampa kile anachotaka. Sasa mshasuka nasikia habari kama hizo, una chiti, na pia na rekodi na video inaonekana ndio mrekodi zile video. Mnatuma mtandao. Umeona? Hapo unavunjia wazazi wako heshima. Inaonekana wewe hawajakupa maadili mema. Wanafanya matukio machafu. Inaonekana yuko soma kwa kwanza tutajua ndio usoma la kwanza atakuwa wale wanaocheza video za ngono. Tafanya huo mmoja hao. Mbona itakuwa hii ndio hivyo tu kwa mwezi wa 40 ila inaonekana nyingi anaposti mtandaoni. Kumbe slash hamna vitu hivyo vinafanyika. Ila kwa nini sasa? Umefanya tendo lile. Siku zote majuto anakuja lazima mjukuu lazima tujutie. Sababu anza kuangalia mnako anakupenda kinoma. Nakupenda kinoma. Ni wanaume wachache sana atoke zake kazini. Afike nyumbani afagie, afike nyumbani adeki, aoshe vyombo. Apike. Akusagie juisi. Mambo kibao wanaume wachache sana. Sababu wanaume sisi tunachoka. Pia kama mwanaume wako hajali kuchoka kwake. Wewe mke wangu apumzike. Umeona? Ndio nimfanyie roho hivi vitu hivi. Kwa sababu ya upendo. Sasa wewe inauma kwa kweli. Pia tamu yako akijua nitamuuma sana. Itamuuma sana. Sasa poa. Mbona mzee kana kumwonzea kipepeo kwa sababu ashanogewa na mchezo. Ashanogewa kipepeo. Mbona ashanogewa naye. Kipoteza bahati mwenyewe mdada. Kumbe mda wote kumbe alikuwa anampenda mzee. Alipoingia ndani
anaanza kumuita maneno mazuri yote, sijui nini, mume wangu sijui. Mimi alikuwa anampenda, ila sasa anachoa analinga. Unajua kama wanawake wa mtaani, unachoa anafanya kama anaonekana mgumu malaya tu. Umeona wanawake wanaojiuzi, anamtesa mzee, alikuwa anamtesa. Sasa hivi kampata mafundi, kampata mwalimu wao kipepeo. Umeona anampepea tu ndani, ila sasa hivi unaanza kujua umuhimu wake mzee. Wenzako wanafurahia akipata baba kama hiyo. Unaona? Akipata baba kama hiyo anajua kabisa faida yake ni maokoto mawe nje. Sasa wewe ulifeli mwenyewe. Sasa hivi unaanza kumuita hapa. Ngoma ishakuwa ngumu.